Jina naitwa Boniface Jairus Mgara. Boniface Jairus Mgara. Mgara? Ilikuwaje? Nakaa Mpemba. Huwa nafanya kazi Kilimanjaro. Nilikuwa natenda na IT. Ila IT ilikuwa natakiwa nifunge gearbox. Ilikuwa Sogea. Kulikuwa jamaa mmoja nilikuwa namdai gari. Hiyo gari mimi nilikupaga hela kwake kama milioni. Hiyo milioni akaniambia bana, kama itamaliza miezi mitatu utanipa milioni 700,000. Yenyewe nilikuwa Sogea. Tulikuwa wawili. Kakodi bajaji. Dogo bajaji shingapi? 7,000. Unaweza kanipeleka Msongwa? Wapi? Pale madukani. Na kweli tulienda tulifika Msongwa. Tulivyofika Msongwa pale madukani kageuza bajaji. Wewe bigi na kufahamu wewe. Karuka kwenye bajaji, mimi nikaruka na kwenye bajaji na mimi. Yule jamaa wangu bajaji kamuingiza porini. Wale watu wa madukani wakasema njooni hapa. Tukaenda kwenye maduka yalikuwa karibu pale. Kwanza kutupeleleza. Ikoje? Nasema sio hizi, tunataka kumuibia bajaji. Wakati sio, tulimwambia bana, kuna mtu tunamdai. Ila sisi hatutakiwi tushuke, tutakiwa tukae kwenye bajaji. Ila bajaji utatuzungusha kwenda Msongwa na kurudi Sogea. Akasema sawa. Wewe brother nakufahamu wewe ni fundi, sawa. Alivyoruka kwenye bajaji pale, wale watu pale wakachunguliza kutupeleleza akakuta hatuna hatia. Yule dogo kakimbia kawasha bajaji yake kaondoka. Nyinyi nitawatafuta, nyinyi ndio wenyewe mnatoa vizazi. Nilipigiwa simu mida jioni. Wakati niko Mlowo napokea gearbox. Mani uko wapi? Na mtu mwenyewe alinipigia gearbox ni mtu mwenyewe ananifahamu wa karibu. Uko wapi? Nikamwelekeza, nikasema kesho naweza nikawa Tunduma. Nitakutafuta. Na kweli nimerudi. Nimekuja mjini, nimechukua hydraulic kwa Musa used pale. Nimeenda Sogea. Nikampigia simu. Naomba uje. Amekuja. Yuko peke yake amesimama hapa. Kuja kuona mobu ya watu wameshika mawe, vimiti, yani tofauti. Pale mimi nilikuwa kweli sina nguvu. Maana niko peke yangu, watu wako kama 100. Wananimaliza. Watu wenyewe wanakuja wengine, nyie huyu ni fundi tunamfahamu. Kwanza hapa anatengeneza gari mlipomkuta. Sikieni hivi na hivi, wale watu hawakuelewa. Piga. Madiga alikuwa anapita na fontuna yake. Kasimama. Katoa pisto. Wale si wamenilaza chini wananibonda mawe. Kasimama penye nipo mimi, penye nimelala mimi nimedondoka. Kasema hamna wa kumgusa yoyote huyu dogo sio mnani hivyo mnavyomfikiria. Mimi namfahamu mwanzo mwisho na kazi yake naifahamu. Nani alitoa pisto? Naifahamu. Kati hawa jamaa. Sasa pale mimi nikaona nimepata nguvu ya wa kunisaidia, amenisaidia huyu hapa. Na yeye alikomalia twende tu kituoni. Nyie si mnasema ni mtumiwa, twendeni mpeleke kituoni. Na kweli tunakuja ananipiga brother yule anawakataza. Tumekuja kufika kituoni. Nikaa kama hivyo. Lakini chanzo chote gari yangu imeniponza. Na mtu mwenyewe amesababisha ni mtu mmoja. Japokuwa nitasikia vizuri. Yaani sitaamini. Yaani nitaamini kama nitapona, kama nitakufa Mungu atajua yeye. Nitatoa uhai wangu mimi. Yule jamaa namtafuta. Ile gari yangu ameniletea watu ili wanivamie nipoteze ushahidi. Kwa jina naitwa Duncan Musa Mwambene. Mimi natokea Sogea London. Nilikuwa kibandani pale, nikasema ngoja nifike mara moja Majengo mjini.
nikaiona bajaji nikasimamisha. Ndio nikamkuta jamaa mmoja mle, akasema mimi nashukia hapo Sogea mjini naenda Mpemba. Ndio mimi nikasema mimi nashukia Majengo, nikakaa pembeni. Akaja dada mmoja akakaa katikati. Kufika Efa akasema amna brother, amenichukua mashine. Nikasema mashine gani mimi hiyo unaisema? Mimi hiyo awe ni Mkongo. Akasema mimi Mkongo, hata Ukongo siujui. Ndio watu kuita watu wakaanza kunipiga, ndio wakaja ndugu zangu wachungaji nani kuniokoa. Wakasema kijana wewe hana tabia hiyo. Toka jana tumepokea majeruhi 5 na mwili mmoja unaosadikika kwa wamepigwa na raia kwa sababu mbalimbali. Na katika majeruhi mmoja jana alipokelewa lakini baadaye akafariki. Lakini pia leo mchana tumepokea majeruhi 4 ambapo mmoja amefariki. Na tumepokea mwili mmoja kutoka uraiani pia. Na yasadikika kama kapigwa na raia na ikafariki. Kwa jumla wanakuwa 6, majeruhi 5 na mwili mmoja. Kwa katika majeruhi wale 5, 2 wamefariki. Kwa hiyo miili iliyopo mochwari ni 3. Majeruhi waliopo saizi ni 3 pia.